Tunaendelea na mlango wa 51 kitabu cha Isaya. Tutaanza kwa kusoma maandiko yalivyo yote. Biblia inasema, nisikilizeni ninyi mnaoitafuta haki, ninyi mnaomtafuta Bwana. Uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Mwangalieni Ibrahimu baba yenu na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa mmoja tu na alimuita, nikambariki nikamfanya kuwa wengi. Maana Bwana ameufariji Sayuni, amepafariji mahali pake palipokuwa ukiwa, amefanya jangwa lake kuwa kama bustani ya Eden, na nyika yake kama bustani ya Bwana. Furaha na kicheko zitaonekana ndani yake, kushukuru na sauti ya kuimba. Nisikilizeni ninyi enyi watu wangu, nisikieni taifa langu, maana sheria itatoka kwangu, nami nitastarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa. Haki yangu i karibu, wokovu wangu umekuwa wazi, na mikono yangu itawahukumu kabila za watu. Visiwa vitaingoja, navyo vitautumainia mkono wangu. Inueni macho yenu mbinguni, mkaitazame nchi chini. Maana mbingu zitatoweka kama moshi, na nchi itachakaa kama vazi, nao wakao ndani yake watakufa kadhalika. Bali wokovu wangu utakuwa wa milele, na haki yangu haitaanguka. Nisikilizeni ninyi mjuao haki, watu ambao mioni mwenu mna sheria yangu. Msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao. Maana nondo itawala kama vazi, na funza atawala kama sufu, bali haki yangu itakuwa ya milele, na wokovu wangu hata vizazi vyote. Amka jivike nguvu, mkono wa Bwana. Amka kama katika siku zile za kale, katika vizazi vile vya zamani. Si wewe uliye mkatakata Rahabu, uliyemchoma yule joka? Si wewe uliyeikausha bahari na maji ya vilindi vikuu, uliyovifanya vilindi kuwa njia, ili wapite watu waliokombolewa? Nao waliokombolewa na Bwana watarejea, watafika Sayuni wakiimba. Furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, watapata shangwe na furaha. Huzuni na kuugua zitakimbia. Mimi ndimi niwafarijie. Wewe nani hata kumwogopa mtu atakayekufa, na mwanadamu atakayefanywa kuwa kama majani? Ukamsahau Bwana Muumba wako, yeye aliyezitanda mbingu na kuiweka misingi ya dunia, nawe unaogopa daima mchana kutwa kwa sababu ya ghadhabu yake yeye aoneaye, hapo afanyapo tayari kuharibu. Nayo wapi ghadhabu yake aonaye? Yeye aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka, wala hata kufa na kushuka shimoni, wala chakula chake hakitapunguka. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, nichafuaye bahari, mawimbi yake yakavuma. Bwana wa majeshi ndilo jina langu, nami nimetia maneno yangu kinywani mwako, nami nitakusitiri katika kivuli cha mkono wangu, ili nizipande mbingu na kuiweka misingi ya dunia, na kuambia Sayuni, ninyi ni watu wangu. Amka simama, Yerusalemu, wewe uliyenywea mkono wa Bwana kikombe cha hasira yake, bakuli ya kikombe cha kulevya umelinywea na kulimaliza. Hapana hata moja wa kumuongoza miongoni mwa wana wote aliowazaa, wala hapana hata moja wa kumshika mkono miongoni mwa wana wote aliowalea. Mambo haya mawili yamekupata, ni nani awezaye kukusikitikia? Ukiwa na uharibifu na njaa na upanga, niwezeje kukutuliza? Wana wako wamezimia, wamelala penye pembe za njia kuu zote, kama kurungu wavuni. Wamejaa hasira ya Bwana, lawama ya Mungu wako. Basi kwa sababu ya hayo
ulisikilize neno hili, ewe uliyeteswa na kulewa, lakini si kwa mvinyo. Bwana wako Mungu wako awateaye watu wake asema hivi, tazama nimeondoa mkononi mwako kikombe cha kulevya, hilo bakuli la kikombe cha hasira yangu. Hata kinywea tena, nami nitakitia mikononi mwao wakutesao, waliokuambia nafsi yako, inama tupate kupita, nawe ulifanya mgongo wako kuwa kama nchi na kama njia kwa hao wapitao juu yake. Mistari 23 ya mlango wa 51 wa Isaya. Tunaendelea vizuri bado kama milango 15 kumaliza kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya kama kawaida na hasa hapa tulipo 51 ni sehemu nzuri ya kujifunza maisha kila siku mbele ya Mungu. Ukisoma sura hii utaona kwamba Mungu anaongea na watu wake. Kwa sasa tunasema anaongea na watu waliookolewa, walioamini jina la Yesu Kristo. Anachanganya matumaini na adhabu humo. Maana anasema wamelevya, maana anasema ni nani atakaye kuogopesha wakati mimi niko upande wako, niko pamoja nawe. Kwa nini unaogopa mtu atakaye kufa? Kwa hiyo ndio picha maisha kila siku. Ndivyo Mungu tunavyoenda mbele za Mungu katika mwili huu. Kwamba unapokuwa unatoka karibu na nguvu za Mungu na likataa neno la Mungu au unatembea katika mwili ukamsahau, hiyo hali ya hofu. Unaweza kuamka ndani ya siku moja, asubuhi ukajisikia una matumaini mengi, jioni una hofu. Au ndani ya siku 2-3 unajisikia una nguvu za Mungu, alafu siku 2-3 pia labda huna nguvu za Mungu. Hiyo ni sehemu ya kawaida ya maisha ya wanadamu. Hakuna mtu anayetembea katika nguvu za Mungu kwa maana kwamba ukishakuwa Mkristo basi umeshinda. Hapana. Mungu anakuonyesha kwamba bado hujafika. Unapokuwa duniani hali zote zipo. Mwandishi wa kitabu cha Mhubiri anasema maisha ya mwanadamu ni mchanganyiko wa shida na raha, na hasa shida zinakuwa ni nyingi. Kwa hiyo unaona kwamba ndio picha, lakini sio somo kuu. Somo la leo ukiangalia ni kipindi kinachotufaa kwa wakati huu tuliopo. Ni somo linalotuonyesha mambo ambayo tunayategemea. Ambayo tunayategemea. Mungu anaongea na watu waliolala, waliosinzia, ambao ni wake lakini hawajali. Ndio sababu utaona amka ziko kama 3-4. Amka. Mungu anatutaka tuamke. Hiyo tutaiona mbele kwenye mstari wa 9 na huko mbele kwenye mistari ya mbele zaidi, mstari wa 17 na sehemu nyingine. Lakini tuanzie mwanzo. Pale mwanzo anaanza anasema hivi. Anasema nisikilizeni ninyi mnaoifuata haki, ninyi mnaomtafuta Bwana. Mstari wa kwanza. Na mstari wa 4 anasema nisikilizeni ninyi watu wangu, nisikieni taifa langu, maana sheria itatoka kwangu. Mstari wa 7 anasema nisikilizeni ninyi mjuao haki, watu ambao mioni mwenu mna sheria. Mungu anaona kwamba watu wake wajuao haki, waliosikia neno la Mungu hawamsikilizi, anarudia. Angalia anasema nisikilizeni mimi mara kama 3. Anasema kwenye mstari ule wa kwanza, wa 4, wa 7 na huku nyuma anasema amka. Sura ya leo kwa kweli inatuamsha na kuangalia mambo ambayo yanatuzunguka kama dunia. Watu wamevutwa na dunia, wamemsahau Mungu. Mungu anasema nisikilizeni, acheni kusikiliza huko kwingine. Leo hii unaweza kusema application ya kwanza ya neno kama hili. Mungu anasema acheni kusikiliza TV na radio na kuangalia mipira na nini, nisikilize neno langu. Amina. Amen. Kwa mfano mstari wa kwanza anasema, labda tuangalie kwenye mstari wa kwanza mpaka wa 3 pale. Anawakumbusha watu wake, anasema hebu muangalieni Ibrahimu. Muangalie na Sara mama yenu. Angalia mienendo yao, ndio nataka muende nayo. Muende katika hiyo. Leo hii unaweza kuniambia kwamba watu wa leo, wa Kristo wa leo wanaenenda kama Ibrahimu na Sara? Hapana. Tuangalie kwa mfano ndoa. Tuangalie katika ndoa, tuangalie ndani ya nyumba, tumuone Ibrahimu anafanya kazi, Sara anakuwa nyumbani anatunza mji wake,
nyumba inakuwa ina utaratibu. Lakini leo hii baba amepita huku, mama amepita huku, wanaweza kukutana mwezi ujao. Mungu anasema pana niangalie muangalie Ibrahim na Sara. Mfano huo ndio nataka muendelee kuwa nao. Neno la Mungu halijawahi kubadilika. Mungu hajabadilisha utaratibu wake wa maisha. Mtu angalie twende katika na unaweza kusema sasa ni agano la kale mambo yamepitwa na wakati. Yesu mwenyewe ndio alikuwa anafundisha. Anatoa mfano, anarudia mifano, anasema je, hamjapata kusoma kwamba yeye aliumba mtu mke na mtu mume siku ya kwanza kabisa. Mungu aliumba mtu mke na mtu mume. Akimaanisha kwamba vitu hata vya siku ya kwanza ya dunia, nyakati yote ile ndio tunarejea. Ndio mfumo anaotaka. Leo hii ukisema vitu Biblia watu wanakiona kitabu kilichozeeka, kilichopitwa na wakati, wana sheria yao wenyewe. Hapana. Mungu anasema nataka kama ni maisha yenu myafananishe na Ibrahim. Okay? Tuende katika kitabu cha Mwanzo. Tuende Mwanzo haraka kidogo. Tuone mfano maisha ya Ibrahimu yanafananaje. Mwanzo kwa mfano 18 Ibrahimu karibu kitabu chote cha Mwanzo ukienda mpaka kwenye sura ya 23 pale Ibrahimu anakuwa anaondoka, lakini kuanzia 25 hivi ndo wanaye Isaka na kina Ishmaeli wanasema sana. Lakini Mwanzo wa 18 mstari wa 6 kwa mfano anasema hivi: basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi ukande ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri akampa mtumishi naye akahimiza kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa akawaandalia mbele yao, akasimama karibu nao chini ya mti nao wakala. Unaona huu mfumo wa nyumba wa utaratibu wa familia ukoje? Ibrahimu anapata wageni. Hawa walikuwa ni malaika. Walikuwa wanaelekea Sodoma na Gomora. Mungu ametoka kutuambia hivi. Unasema sasa tumefikaje kwa Ibrahimu? Mungu anasema muangalie Ibrahimu. Mfano unaotaka nataka muende kama Ibrahimu. Tunaangalia mfano wa moja hapo. Anapata wageni, anatoa maelekezo, Sara anaandaa chakula. Leo huyu utaambia leo ni zamu ya baba ndo kupika si kesho ndo tunajifunza si ndo uzungu si ndo maendeleo. Mungu anasema pana nataka mfanane na Ibrahimu, muangalie ndio mfano. Amina. Amen. Ndio mfano. Leo hii hutampata Sara akiwa anaandaa chakula. Tunaambia labda Ibrahimu angeweza kumtafuta si mfanyakazi ndo aende Kanaani. Lakini hapa tunaona ni tofauti. Mungu anasema nataka muangalie Ibrahimu. Hebu tuangalie mwanaume tofauti ambaye yeye au familia tofauti ambayo labda ndio inaishi ya kisasa. Tusome mbele kidogo hapo kwenye Mwanzo tulikuwa 18 twende 19. Tuangalie tofautishe Ibrahimu kama baba na Sara kama mke na tuwalinganishe na hao wengine. Twende na mtu mwingine au maisha tofauti ambayo Mungu hajatuambia tuangalie hiyo. Hebu tuangalie mstari kwa mfano wa 3 pale. Mwanzo 19 anasema hivi: akawasihi sana nao wakaja wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu ni sherehe, akawapikia mikate isiyochachwa nao wakara. Huyu ni Loti. Loti alikuwa ametoka kwenye sura 13 alikuwa ametoka kutengana na Ibrahimu, huyu ameenda huko. Loti akachagua kwenda Sodoma. Sodoma Mungu anasema kusoma katika mlango wa 13 anasema ulikuwa ni mji wenye uovu kupitiliza. Lakini Loti akaupenda. Akaenda kule kwa sababu aliona kuna hali nzuri, aliona kuna baraka za mwilini, aliona maisha, aliona ngoma nyingi, aliona miziki, aliona majitu gani, aliona vitu, hakuona utakatifu, aliona mambo ya mwilini ndio alikuwa amejaa Sodoma. Akaenda pale. Hivyo aenda, sasa tunaangalia anapata wageni, nani anaenda kupika hapa ni nani? Ni Loti mwenyewe. Angalia mstari wa 3 unakoisha anasema akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa nao wakala. Huku kwa Ibrahimu Mungu anasema muangalie Ibrahimu sura ya leo. Ibrahimu unaona kwamba kuna utaratibu. Ibrahimu ni baba, anatoa maamuzi, mapishi yanafanywa na mama, chakula kinaletwa mezani, watu wanabarikiwa na wote wawili. Lakini hapa tunaona anayehangaika, tumeona hata mke. Tunaona anayehangaika ni nani? Ni Loti ndo anapika. Sana ameshakuwa mzungu, anaishi maisha ya Sodoma na Gomora ya mashoga, ya uzinzi na uasherati.
Na baadaye utakumbuka kwamba baada ya hapo alienda kaleweshwa, akazaa na watoto haramu na wa mabinti zake. Kwa hiyo tunamuona anaishi Sodoma. Anaishi na mashoga. Anaishi kwenye ulimwengu mchafu. Anaangalia viovu. Biblia inasema alikuwa anaangalia vitu vichafu. Na akaumiza moyo wake kila siku. Na alichagua mwenyewe by the way. Na ukisoma katika sura ya 3 actually alipoanza hakuanzia Sodoma. Aliweka hema yake karibu na Sodoma. Tutakuja kulifundisha hili somo kwa undani tuone maisha ya mtu wa ajabu. Ameokoka lakini anaishi kidunia. Ndio Mkristo wa leo. Na ujue aliokolewa na nani? Na Ibrahimu. Ibrahimu alifanya kumuombea msamaha kwa Mungu. Mtu mwenye haki. Ukisoma katika Mwanzo kwenye sura za 20 na pale ni 20 ngapi pale? Kwenye 29:30. Labani anakiri kwamba uwepo wa Yakobo ilikuwa ni baraka zake. Yakobo akiwa anataka kuondoka anasema kwa kweli nabidi nitafute kitu cha kukulipa kwa sababu tangu uje hapa niliishi kwa baraka nyingi sana. Lazima tujitahidi sisi wenyewe kuwa baraka kwa watu lakini pia kuishi maisha mchayo Mungu ili kusudi Mungu akubariki na awabariki wengine wanaokuzunguka. Hivi unajua unaweza kukutana na mtu asubuhi ukisha kukutana naye tu hiyo siku inakuwa imeharibika. Yaani inakuwa haina baraka kabisa. Nani alishawahi kuiona na kuisikia? Kwa hiyo tunaona kwamba Ibrahimu kwanza ana picha ya familia ambayo Mungu anasema ndio nataka kwenye sura ya 4 nataka mjifunze mfano wake. Lakini tunaona ilivyokaa. Tunailinganisha na mtu mwingine ndugu yake kwenye imani inaonekana hakuwa mbaya na Biblia inasema alikuwa mwenye haki. Maana yake alikuwa ameokoka. Loti. Kwa hiyo tunaweza tukatoka tukarudi nyuma lakini twende mbele huyo alikuwa ni Ibrahimu na familia yake tunalinganisha na tuna vitu vingi vya kufundisha kwenye sura ya kwanza kwenye picha kama hii. Lakini tuangalie mbele. Twende katika Petro wa kwanza hii mistari ni mingi sana ya leo lakini mingine tunaweza tusiongelee moja kwa moja ni tutaihubiri kwa wakati tu kwa sababu tunasoma sana Biblia kwa hiyo hatutashindwa kuipa. Some mlango wa 3 wa kitabu cha Petro wa kwanza. Tusome ule mstari wa 6. Anasema hivi. Unaona mpaka Yesu anaondoka, mpaka Biblia inaandikwa. Yaani hapa Yesu alishaondoka ni Petro anaandika kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba Biblia imepitwa na wakati au agano la kale si imepitwa na wakati kwa sababu agano jipya halisimami bila kujifananisha na agano la kale. Yesu anasema siku ya kwanza uumbaji Mungu aliumba mtu mke akaumba mtu mume. Hapa katikati tumesoma Mungu anasema muangalie Ibrahimu sitaki muangalie vitu vingine. Mstari wa 6 pale anasema kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamuita Bwana nanyi ni watoto wake mfanyapo mema wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Unaona kwamba agano jipya agano la kanisa likitaka kutoa mfano wa namna ya kuishi watu wanaoliamini mimi na wewe anasema nenda kamwangalie Sara. Neno la Mungu anasema nenda kamwangalie Ibrahimu. Hapa tunaona kwamba ni Sara ni mke wa Ibrahimu anamtii mume wake. Leo hii ndio dunia inachofundisha. Tuseme ukweli, twende kwenye ukweli. Hapana. Dunia inasema ni haki sawa, huyu sio anasema na wewe anasema sijui nini. Hapana, Mungu anaweka utaratibu. Ndio sababu anasema leo anasema katika sura ya leo anasema naomba muangalie nani? Ibrahimu. Muangalie Ibrahimu. Mtu angalie pia mistari mingine mlango ule wa kuna mistari nataka tulinganishe na hii. Okay.
Okay, tutaiona baadaye hiyo mistari, nitaiangalia baadaye kidogo. Lakini point ndio hiyo, Mungu anapotuambia turejelee, tuangalie mifano aliyoiweka kwenye Biblia. Tusiishi nje ya mifano aliyotupa. Kama ni ndoa tuangalie mfano. Kama ni majukumu ndani ya nyumba tuangalie mfano huu. Kama ni namna ya kumcha Mungu, kwa lugha nyingine na kumwamini Mungu. Mungu anasema baba yenu ni Ibrahimu, ndio baba wa imani yenu. Angalia imani ya Ibrahimu, jaza kikombe chake, alafu utakuwa Mkristo mzuri. Mkristo wa leo tungekuwa na imani, hakuna kitu ambacho Mungu alimwambia Ibrahimu. Ibrahimu akawa haamini, na Mungu alimwambia ondoka kutoka katika nchi ya baba yako na ndugu zako uende katika nchi nikuonyesha. Ibrahimu akabeba mzigo kaenda. Anasema nenda kamtoe mwanao. Ibrahimu akaenda. Mungu anamwambia angalia mbinguni uzao wako utakao. Ibrahimu akaamini. Kila anasema maandiko yanasema Ibrahimu akamwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa mwenye haki. Na ndo baba wa imani, ndo baba wa wokovu wetu. Kwa hiyo ni mistari hii tunaweza lakini kitu kingine tunachokiona. Kwa hiyo hiki somo la leo kusema kwamba pointi kubwa kabisa ni kwamba Mungu anatutaka tuishi kwa mifano ya neno lake. Ndio sababu anatupa mifano hata kama watu wataona ni ya zamani imepitwa na wakati, lakini kwa Mungu hakuna kilichopitwa na wakati. Anasema neno langu ladumu milele. Pointi ya pili tunayoona hapa ni kuijua sheria. Mungu anayarudi haya maneno. Kwenye hiyo mistari kama ya mistari 7 ya kwanza. Mungu anasema nisikilizeni ninyi msikiao sheria. Ninyi mnaoijua haki. Ninyi mnaofahamu haki. Mungu anataka sana kuwa wenye haki, kuijua sheria. Leo hii watu wanachotaka ni watu wanaojua kucheza, kuimba, kutoa sadaka, lakini Mungu anasema hapana, ninyi naotaka mnisikilize ni watu wanaojua sheria. Ukiangalia kwa mfano mstari ule tuanzie labda mstari ule hata wa kwanza anasema nisikilizeni ninyi mnaoifuata haki, ninyi mnaomtafuta Bwana. Anaona kwamba alinganishe aeleze maana ya kumtafuta Bwana ni nini. Mstari unaofuata anasema wa 4 anasema nisikilizeni ninyi enyi watu wangu, nisikieni taifa langu, maana sheria itatoka kwangu nami nitaistarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa. Kwa hiyo unaona kwamba analeta picha. Leo hii ukiwaambia dunia na makanisa na watu kwamba kuna hukumu ya Mungu na ndo haki ya Mungu, watu hawataki kusikia hizo habari. Watu wanataka wasikie Mungu anawabariki tu. Mungu wetu anatubariki, Mungu wetu anatuponya magonjwa, na ndio sababu watu ukisikia mtu anaandaa mkutano mkubwa anasema wao nileteni wagonjwa wakapona afanya. Mungu anasema hapana, ninyi nataka mnaosikia sheria, mnaosikia haki, na mimi ndiye nitakayefanya hukumu yangu iwe ndo nuru ya mataifa. Unajua hukumu ya Mungu ni nuru. Kwa maana kwa Mungu anapofanya hukumu anawapa walioonewa haki yao na kuwapa adhabu wale waliowaonea wengine. Hii dunia ina dhuluma. Hii dunia imejaa fujo, imejaa uchafu. Kama Mungu angeiacha dunia bila kuleta haki na kulipa kila mtu sawa na matendo yake, kwa kweli watu wangeoneana sana. Lakini Mungu analeta adhabu yake wakati mwingine katika mwili huu tunaoishi, wakati mwingine baada ya maisha ya sasa ya dunia hii na kwenda katika ulimwengu mwingine. Hapo katikati kutakuwa na hukumu kubwa ya Mungu, kiti cha hukumu cha Mungu Baba na kiti cha hukumu cha Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu anasema mjue sheria, kwa sababu sheria ndio inaleta hukumu. Kwa sababu huwezi kufanya hukumu bila kuwa na sheria. Unasema wewe unamhukumu kwa sheria gani? Mtu anaweza kufanya kosa lakini kama hakuna sheria inayomtia hatiani, kosa unaliona kabisa, lakini utamfanya nini? Hakuna. Mungu anasema sasa nina sheria na hii ndio itakayowahukumu. Na leo hii katika picha ya kibinadamu mahakama ndio zinaleta haki, si ndio? Mahakama zinafunga watu hazifungi. Watu wanaumia kwa kufungwa, si ndio? Tujiulize kwamba kwa sababu mahakama ni mbaya zinafunga, basi tuondoe mahakama kwa muda wa miaka 5 Tanzania. Itakuwa ni matatizo. Watu wataanza kuuana kwa sababu watatwalia haki zao mkononi. Mungu anasema hapana, usifanye kisasi, hukumu na kisasi ni changu. Mungu anasema mimi ndio nitaleta, nina sheria yangu, nitaleta hukumu yangu.
Ndio mistari anasema katika milango ile ya mlango wa 51 mistari ya kwanza mpaka mstari wa 7 na kuendelea. Ukisoma tusome mstari wa 7 na tuende mbele kidogo. Anasema nisikilizeni ninyi mjuao haki na watu ambao mioni mwenu mna sheria yangu. Anarudia maneno yale yale. Mungu anatutaka tuwe na sheria. Yesu alisema mwenyewe, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Anasema yeye anipendaye ni yule anayeishika sheria yangu, anayeishika neno langu. Anasema yeye asinipenda halishiki neno langu, halishiki sheria yangu. Kwa hiyo Mungu anatutaka, anasema kama tunataka kwenda sambamba naye, lazima tuishike sheria yake. Unajua kwanza tuseme ukweli. Kuokoka ni tendo la siku moja. Kwa hiyo kama kuokoka ingekuwa ndo kazi kubwa ambayo tunaokoka nje ya sheria, hakuna tendo la sheria linalozuka na wokovu wako na kwangu. Lakini baada ya kuokoka roho imepata haki na uzima wa milele. Huu mwili sasa huwezi ukautoa ndani ya sheria. Hauwezi ukautoa ndani ya sheria. Ndiyo sababu Mungu anasema kuokoka ni siku moja. Mtu baada ya kwa mfano mtu aokoke labda na miaka 7. Ana umri wa kuweza kujua mema na mabaya, akampa injili akaokoka. Ni siku moja labda inaweza kuwa labda ni tarehe 1 Januari. Siku labda anatimiza miaka 7. Anaweza kaishi miaka 80. Miaka yote 83 baada ya miaka 7 ile. 73. Hatakuwa wokovu ulishaisha. Sasa kinachobaki ni kutembea katika sheria ya Mungu. Na ndio sababu Yesu akatahadharisha watu. Mimi nimekuja kuleta wokovu ndio. Nimekuja kuleta wokovu kwa wale wanaoniamini na hakuna kitu kingine naweza kufanya zaidi ya kuniamini niokoke. Lakini anasema sikuja kuiondoa sheria. Anasema tena mtacheza vitu vingine lakini sheria yangu itadumu hata milele. Hakuna kitu kitakachotenguka wala kuongezeka. Mimi nitakuja kunikamilishe hata yote yatimie. Sema mbingu na dunia zitapita lakini neno langu halitapita kama, na neno la Mungu ndio sheria ya Mungu. Kwa hiyo ndio sababu unakuta neno la sheria kwa kanisa linajua maana ya wokovu, maana ya neno la Mungu. Lazima tudumu sana katika sheria ya Mungu. Kwa sababu na Mungu anasema hapa mara nyingi anasema nisikilizeni ninyi msiojua sheria msinisikilize. Sina haraka na ninyi. Mungu hawezi akaongea na watu wasiojua sheria yake, wasiosikia sheria yake. Ndio tunayosoma hapa. Mungu anasisitiza nisikilizeni mnaojua sheria, mnaoshika hukumu, mnaojua haki. Mungu ndicho anachotaka. Hawezi akasema nisikilizeni ninyi ambao mnataka baraka kwangu. Nisikilizeni ninyi ambao mnataka baraka kwangu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo kwenye mstari wa 7 tulikuwa anasema anatukumbusha. Anasema hivi, msiogope matukano ya watu. Kwa kweli unapokuwa unaishika sheria ya Mungu, anawaambia mshike sheria ya Mungu, matukano ya watu yatakuwa mengi. Dhihaka zitakuwa nyingi, watakudhihaki, watanidhihaki, watakutukana. Anasema wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao. Ukiona wewe ni Mkristo, hupati dhihaka, hudhihaki kwa jinsi unavyomwamini Mungu wako, ujue hujakaa vizuri na Mungu. Ujue hujakaa vizuri na Mungu. Anasema tusome Luka 18:32. Twende haraka kidogo kusudi tukiwezekana tu ya Luka 18:32. Kwa 18:32 inasema hivi. Anasema kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa, atafanyiwa dhihaka, atatendwa jeuri na kutemewa mate, nao watampiga mijeledi kisha watamuua na siku ya 3 atafufuka. Katika hali ya kawaida hii ni njia aliyoipitia Yesu Kristo. Mkristo anasema yeyote anayetaka kunifuata
lazima ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Yohana Mbatizaji unaweza kusema kwanza alimtangulia, yeye alikufa kabla. Lakini tuanze kwenye dhihaka pale. Yesu anadhihakiwa hadhihakiwi? Anadhihakiwa. Tusome Mathayo 20:19, twende kushoto kidogo, utaruka kitabu cha Marko, utaingia kwenye hapo ulipo kwenye Luka, utaruka Marko, utarudi kushoto, utafika kwa Mathayo. Mathayo 20:19 Biblia inasema kisha watampeleka kwa mataifa wapate kumdhihaki na kumpiga mijeledi na kumsulubisha na kisha na siku ya tatu atafufuka. Akimaanisha kwamba dhihaka unapokuwa unatembea katika neno la Mungu, unapokuwa umetengana na dunia, hufanani na dunia, lazima watu watakudhihaki. Watakuona mjinga, watakuona mtu aliyepitwa na wakati. Anasema watu watadhihaki. Tuende katika Petro, mstari tuliona Jumapili iliyopita lakini turejee. Lazima tukumbuke Biblia yetu. Tusome katika Petro wa pili. Petro wa pili actually ndio sura ya mwisho katika vitabu vya Petro. Mstari wa 3 anasema hivi. Petro wa pili 3:3. Petro wa pili mlango wa 3 mstari wa 3 anasema hivi. Anasema mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki wafuatao tamaa zao wenyewe. Unajua kwa nini watu watakuwa na kudhihaki wewe na mimi? Kwa sababu wataona hutembei katika tamaa zao. Anajiona sijui anajiona mtakatifu. Sisi tunapata kinywaji. Anajiona mtakatifu. Sisi tuko tunalala kwenye TV, tunaangalia movie mpaka asubuhi, tunaangalia uchafu. Na kuhakikishia katika saa moja unaangalia TV, kubaliana. Utakuwa umeona vitu vichafu visipo. Wavauchi watapita pale. Sio rahisi ipite dakika hata 5 bila kuona picha. Na nishamwambia kuna kitu kingine nyuma ya TV. Kuna vitu vinaitwa subliminal messages. Vitu ambavyo havionekani kwa macho ya kawaida lakini ubongo una uwezo wa kuvihisi na kuvipokea. Nitoa mfano kama unaweza kuwa uko sehemu fulani ukajisikia kama labda kitu kama hofu kama hisia fulani ukajikuta mpaka unasimka ngozi inaota vipele. Hasa wakati kama kuna baridi lakini unasikia ile ni subliminal, ni vitu ambavyo viko nje ya hisia za kawaida, havionekani kwa macho, huwezi ukakigusa, hujui kimepitaje lakini kimeingia kwenye ubongo. Kwenye TV kwa jinsi ilivyotengenezwa ina picha nyingi, na nitoe mfano wa hizo picha zinavyokuja. Uje waangalie wale wachora katuni kwa mfano. Zile katuni za watoto. Unakuta anaweza kaanza kaichora kama ni kuku lakini by the time anamaliza imeshakuwa kama mwanadamu. Nani ashaona hizo katuni zinachorwa hivi? Anaanza anachora kitu kingine alafu anamalizia. Kwa mfano anaweza kaanza na herufi ya M alafu akaweka miduara miwili, baadaye akabadilisha kaweka vitu fulani haraka baadaye ukaona imekuwa kama baisikeli. Ile tairi mbili na hizi M ni kama zile frame za baisikeli. Sasa zile picha zinazoungana kabla hujapata picha ya mwisho zinaingia kwenye ubongo. Kwa mfano labda niseme sasa hivi lakini tafiti zimefanyika. Zikaonekana kwa mfano watu wanaoangalia sana TV kuna tabia fulani wanaweza kaipata ambao hawajui, kumbe inakuwa imefichwa nyuma ya picha fulani. Kwa mfano mzuri. Kuna utafiti ulifanyika na nitakuja kufanya uchunguzi nigundue ulichapishwa kwenye machapisho yapi ya kimataifa whatever. Ambayo watu wanaoangalia TV wanajikuta kuna picha zinapita ambazo macho hazioni lakini ni za vinywaji kama pombe. Na wengine wanafanya vinywaji kama Coca-Cola. Yaani Coca-Cola ni shirika, ni kampuni ya kimataifa inayotoa vinywaji jamii ya Coca-Cola na vingine. Sasa katika kujaribu kufanya marketing kubwa ya kimataifa wanaweza wakaweka vitu vyao yani vitu ambavyo vinaingia kwenye ubongo wewe kuiona Coca-Cola ambayo huioni kwa macho lakini ikaingia kwenye akili. Hizo zinaitwa subliminal message. Sawa? Na hiyo wanaifanya katika vitu vingi, katika vitu vya ngono,
picha chafu na nini. Ndio sababu mtu anaweza kawa hata hajaona kitu kichafu kwenye TV, lakini ukakuta kwamba kuna mambo machafu yanajaa katika akili yake. Hata yani anaweza katoka kuangalia TV, nguvu ya kusoma neno la Mungu ikawa haipo. Kwa sababu tayari ubongo umeshajazwa vitu ambavyo macho hakuona. Ubongo una nguvu kubwa kuliko macho eti. Sawa, unaweza kuniambia umefikaje huko? Nimefika kwa sababu neno la Mungu lina kwenda mbali zaidi ya yale tunayo yaona. Amina. Mtu kwa hiyo tumeona kwamba Mungu anataka watu wanaojua sheria. Mungu ndicho anachotaka. Hapa hatumuoni akiwa anaita watu wengine na anasema mara 3 katika mistari. Lakini kitu kingine ambacho tunakiona, Mungu anaongelea habari ya kulala. Kulala. Anasema amka. Hem, tuangalie mara ngapi ameandika amka. Mstari wa 9 anasema amka. Mstari wa 9 mbele yake pale, na of course kuna masahisho kimsingi, naweza nikasema bahati mbaya kwenye sura yako mstari wa 10 ulipoandikwa, kwa sababu Biblia ya Kiswahili ina makosa mengi ya makusudi sana na mengine ya uzembe, lakini mengine ya makusudi. Mstari wa 10 ulipoanzia sio penyewe, mstari wa 10 unaanzia kwenye amka ya pili iliyoko kwenye mstari wa 9. So mstari wa 9 unaanza na amka jivike nguvu. Mstari wa mbele yake anasema amka kama katika siku zile za kale. Hapo amka kama katika siku za kale, hicho ndio mstari wa 10 unapoanzia, unaendelea mpaka unapoishia mstari wa 10 ulioandikwa kwenye Biblia yako ya Kiswahili. Au Biblia nyinyi mnazosoma ziko tofauti. Mimi hapo ndivyo nimeangalia katika King James mstari wa 9 unaanzia katika hiyo amka ya pili. Sawa? Kwa hiyo unaona Mungu anatudai kuamka. Mtu kabla hatuja kujadili sana mstari, twende katika kitabu cha Mathayo 20:19. Biblia inasemaje? Twende haraka kidogo. Mathayo 20:19 tuangalie. Mathayo 20:19. Anasema mtu anapokuwa amelala, na nitaelezea kwa muda mrefu, yamkini tunaweza kufungia hata hapa. Mtu anapokuwa amelala, vitu vingi vitaharibika. Unajua mtu anayelala sana hata muda wa kufanya kazi hapati. Mtu anayelala sana hata muda wa kuomba hapati. Mtu anayelala sana ndipo vitu vingi vinaharibika. Mungu anataka tuwe na muda wa kulala, lakini hapa kimsingi anaongelea kuamka na kulala kiroho. Ukiangalia kazi anazowaambia amka, alikuwa anataka wafanye vitu ambavyo vina maana ya kiroho. Mathayo 20, nimesema Mathayo 20. Nadhani ngoja tuchunguze vizuri. Nadhani okay. Twende ni Mathayo hiyo, lakini twende Mathayo ni 13. Samahani. Mathayo 13. Mathayo 20:19 sawa, tulishaona kule nyuma. Ulikuwa ni dhihaka, waliomdhihaki Yesu, na anasema na ninyi pia mtadhihakiwa vile vile. Lakini Mathayo 13:25 anasema hivi: lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Adui wako wa kiroho. Na Mungu alikuwa anaongelea matokeo ya dhambi. Anatumia picha ya mazao yalikuwa ngano, lakini ngano Mungu amepanda, amekuja ameweka neno la Mungu, ameweka watu wasafi, amemweka Adam wakiwa wazima, anakuja inachafuliwa, dhambi inaingia. Sasa watu wanamuuliza, kumaanisha kwamba tumeona chukua au ni anasema tumeona magugu. Anasema magugu, dhambi ndio picha ya dhambi. Yametoka wapi? Anasema yalikuja watu walipokuwa wamelala. Leo hii kila aina ya uchafu, kila aina ya uovu unaingia kwa sababu Wakristo wamesinzia fofofo kiroho. Hawana neno la Mungu, hawana sheria ya Mungu. Wao wanachojua ni kudai baraka kwa Mungu, kumpa vipande vya sadaka 2 vitatu,
na kumchezea michezo ya duniani. Mungu anasema sitaki ngoma zenu wala sitaki kusikia hizo nyimbo zenu. Ninazizira. Mungu anasema nataka kusikia watu wanaosikia sheria yangu. Wanaosikia sheria yangu. Kwa hiyo anasema watu wanapokuwa wamelala, Mungu anasema amka. Amka. Sema yeye anasema kesheni. Akimaanisha kesheni kiroho. Hivi mtu anasema sasa tupe mfano halisi. Mifano iko mingi. Mungu kwa mfano anasema ni aibu kwa mwanaume kuwa na nywele ndefu kwenye Agano Jipya mlango wa 11 wa Korinto wa pili. Lakini leo hii unakuta watu wako madhabahuni wanaserebuka. Mungu hajakwambia kwamba mnichezee hivyo, lakini wamevunja ile sheria yao. Wamesema ni aibu kwa mwanaume kuwa na nywele ndefu. Hawa anakuja mwingine mhubiri wa kike amepiga nywele fupi. Mungu anasema hapana, ni nywele ndefu kwa mwanamke ni utukufu wake. Actually anasema ni utukufu wa mume wake. Kwa hiyo ukiona mtu na mke wako anatembea nywele zao zinalingana, huyo amemnyima utukufu wake. Biblia ndio inasema. Ndio imesema. Unaweza kusema sasa kwa nini iko hivyo? Hatujui, ndio kimeandikwa. Mimi nikiona kitu kilichoandikwa nikakielewa kiroho na kibeba hivyo. Unajua usianze kumuuliza. Tutasoma katika somo la Warumi 9. Anasema si vizuri sana kuhojiana na Mungu kwa nini au kumbishia Mungu. Anasema mimi nimefanya hivyo, nimeeleza hivyo. Kwa hiyo anasema nataka watu wanajua sheria. Tuangalie vitu ambavyo watu wanaweka mbele katika kumhubiri, katika kumtumikia Mungu. Katika kumtumikia Mungu, lakini ambacho kimsingi Mungu amesema nini? Hicho staki. Yaani watu wanamlazimisha Mungu kumtumikia kwa jinsi ambayo hapa tumeona kwamba mara nyingi anasisitiza, mara nyingi anasema amka kama macho. Anasema nataka naongea na watu wenye kuijua sheria, wenye kujua haki, wenye kuitimiza hukumu yangu. Mungu ndicho anachosema. Siku hizo naambiwa usihukumu. Mungu anasema nataka watu wanaotimiza hukumu yangu. Tusome katika kitabu cha Amos, mlango wa 5. Actually tuanzie twende mlango wa 6 na mlango wa 5 tutakuja, lakini tuanzie mlango wa 6. Tusome mstari wa 4 na ule wa 5 tuone picha Mungu anaipata, ambayo leo hii ndio picha ya Wakristo wanavyomtumikia Mungu. Kwa vitu ambavyo Mungu anasema hivyo sikuwaambia. Amos mlango wa 6 kwanza anaanza na ole. Anasema hivi mtu akikuamsha anakuwa anakutaka anakupa starehe. Mtu akikuamsha ni kama anakukatizia vitu ulikuwa unajisikia vizuri na kupumzika, si ndio? Mungu anasema sio kwamba sitaki muwe sana kwenye starehe, nataka muwe watu makini. Mstari wa 6 na mlango wa 6 mstari wa kwanza anasema ole wao wanaostarehe katika Sayuni. Mungu anasema hao watu nendeni mkastarehe katika Sayuni. Sema ole wao. Sijapendezwa na hicho kitu kwanza. Huko anasema amka. Tuende mbele mstari wa 8 anasema hivi. Anasema ninyi mnaolala juu ya vitanda vya pembe na kujinyosha juu ya masemadari yenu. Ninyi mnaokula wana kondoo wa kundi na ndama waliomo zizini. Ninyi mnaoimba nyimbo za upuuzi. Hawa watu walikuwa wanamhudumia Mungu, lakini Mungu anasema hapana, hizo nyimbo mnazonimbia ni nyimbo za upuuzi. Okay, unaweza kusema labda hazikuwa za kanisani, lakini ndio hizo ambazo leo hii duniani wanaimba. Unasikia si wimbo, sijui ni wa maana FA, si vitu gani. Anasema hizo ni nyimbo za upuuzi. Niambie ni nyimbo zipi za upuuzi Mungu anazisema? Mtu mmoja anasema ni za duniani, lakini ukisoma vizuri actually sio za dunia. Za duniani za upuuzi zaidi. Hizi anazoimbiwa Mungu za makanisani za kina Rose Muhando, alafu kesho wako wameshaanguka kwenye na mapepo. Anasema hizo ni nyimbo za upuuzi, ndio neno la Mungu.
Zimeandikwa kwenye Biblia. Anasema ninyi mnaoimba nyimbo za upuuzi. Mstari wa 4 nilikuwa nautafuta. Pamoja na sauti ya vinanda na kujifanyizia vinanda vya namna nyingi kama vile Daudi. Ninyi mnaokunywa divai katika mabakuli na kujipaka marhamu hiyo. Mwingine anakuambia tunakunywa kidogo tu. Anasema naongea na ninyi wapuuzi mnaokunywa divai. Mkawa kama Rutu aliyeleweshwa na binti zake wakaza wana wa haramu. Mkawa kama Nuhu aliyeelewa mwanae akamuona utupu wake ikawa laana mpaka leo. Hakuna wakati ambao Mungu aliwahi kusema kwamba watu wanywe kidogo. Hapana. Na anasema wakinywa anakuwa anaongea na taifa ambalo limepotoka, anasema okay nendeni mkanywe minani yenu. Kama sehemu nyingine anasema kwamba tule tunywe kufa kwaje. Biblia nayo inasema hivyo. Mungu anasema ikifika sehemu fulani mkao hamna sauti yangu, hata mkila mkanywa naunga mkono kwa sababu mnapoenda mnaenda kupotea. Basi kuleni mkashibe vya kutosha basi. Lakini anasema ukisoma katika Amos tulipokuwa pale mlango wa 6 tukirudi nyuma mstari ule wa tulikuwa mlango wa 6 tuone mlango wa 5 usome 21. Mlango wa 5 anasema mimi nazichukia sikukuu zenu. Leo hii watu wanapenda sana sikukuu. Na hapa alikuwa anaongelea sikukuu za kimungu. Leo sijui na sikukuu ya vibanda, sijui tuna sikukuu ya Pasaka, sijui tuna nini. Okay, haina maana ya kusherehekea Pasaka kama huisherekei katika kumtukuza Mungu. Kuna watu wengine Pasaka, Krismasi hizo siku hazina ubaya kuzisherehekea kimaandiko. Lakini ndio siku ya kutenda maovu zaidi kuliko siku ambayo alikuwa hana sherehe ya Mungu. Mungu anasema hizo nazizira pia. Anasema mstari wa 21 mimi nazichukia sikukuu zenu nazidharau nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Anasema mnakusanyika kwenye dini zenu lakini sina furaha na hizo. Kwa sababu mnakusanyika katika tamaa na uchafu na mnaongea mambo yenu hamliongei neno langu. Ndicho anachokiongelea. Turudi katika mlango wa 51 wa Isaya tuonge sehemu ya pili sasa yani. Kwa hiyo hii mstari ya amka na nini tumeiona lakini twende kwenye mstari wa 12 ambao unaendelea muendelezo huu unaenda mpaka mwisho wa sura. Hapa Mungu anatutahadharisha. Tunapokuwa tumesimama katika haki ya Mungu kuto kumhofu mwanadamu. Kwa hiyo anaposema usimhofu mwanadamu hana maana kwamba usichukue tahadhari katika hali ya kawaida. Unasema sasa tutaacha mlango wazi na mbu ataingia utapata malaria. Anachomaanisha anasema usiwe na hofu, unataka kufanya kitu fulani cha Mungu unaogopa fulani atakusema atakuonaje. Huku nyuma anasema usiogope dhihaka. Utadhihakiwa. Tusome mstari ule wa 12 anasema hivi. Kwa hiyo ya kwanza ni Mungu anataka tuamke, tuijue sheria, tuenende katika njia ya neno la Mungu, tukianzia mfano wa Ibrahimu. Lakini sehemu ya pili ya somo na ukichunguza sura yote hii kimsingi inaongelea picha, hiyo picha sikutaka kuileta moja kwa moja kwa sababu ndicho kitabu cha Isaya kinaongelea karibu kila siku. Lakini ndani ya sura moja utakuta mafundisho zaidi ya 1, 2, 3. Humu kuna fundisho kubwa kwenye sura ya leo, kubwa tu sana inayoonyesha kipindi cha dhiki kuu na ujio wa pili wa Yesu Kristo. Anaposema inueni macho yenu angalieni angani. Unakumbuka mitume wakati Yesu Kristo anapaa waliangalia angani wakawa wanashangaa yule malaika kaja akasema hivi alivyoenda mtamuona hivyo hivyo akija tena kwenye mawingu angalieni angani. Picha ya ujio wa pili wa Yesu Kristo ipo katika mistari ya nyuma pale. Sikutaka kuileta, ni mafundisho ambayo tutakutana nayo mara nyingi. Tuangalie haya ambayo yanakuwa yamejificha. Hilo liko wazi zaidi. Mstari wa 12 pia kuanzia mstari wa 12 na kuendelea kama nilivyosema unaongelea kitu kingine kinachohusu kutokuwa na hofu. Na hii hofu anayoongelea ni katika muktadha wa ujio wa pili wa Yesu Kristo. Katika nyakati za ujio wa pili wa Yesu Kristo, katika hizo nyakati tunazoziendea.
ambacho kimsingi tulifundisha Jumapili iliyopita anasema ndio mwanzo wa utungu. Maandalizi, mtu uzazi haujatokeza lakini huyu mtu sio mzima anaweza kaenda akafanya kazi tena yuko tayari yani ameshaanza kuingia kwenye uzazi. Kimsingi ni kama ameshaingia. Anasema sasa kipindi hicho kutakuwa na vitu vya kuogofya, kutakuwa na hofu nyingi. Kutakuwa na watu wenye kudhihaki. Anasema wengine watawafisha, anasema wengine wataua kwa upanga. Anasema sasa katika hiyo picha ya kuogopa Mungu anasema usiogope. Mstari wa 12 anasema hivi, mimi ndimi nifarijie, wewe unani hata kumwogopa mtu atakaye kufa. Lakini mtu jiulize sisi wenyewe. Mara nyingi hofu tunayokuwa nayo ni kwa ajili ya watu, si ndio? Nakwambia sasa huyu mtu hata kuwepo milele. Na yeye hicho unachokiogopa, kitu anachokiogopa kuliko vyote ni kuuawa katika mwili. Hakuna kitu kingine unaweza kuogopa chochote lakini hasa ni kuuawa. Kwa mfano mtu mwingine anaweza kusema labda mtu amehukumiwa either afungwe maisha au anyongwe. Anyongwe inaonekana ni adhabu kubwa hata kama inamuondolea maumivu ya muda mrefu. Kwa hiyo anasema kama mnachokiogopa kuliko vyote ni kufa, hata huyo anayewatia hofu naye ni nyama atakufa. Kwa nini mnaogopa? Sehemu nyingine anasema katika Agano Jipya kwenye Mathayo 10 anasema msimwogope mtu msiogope wale wanaoua mwili ambao hawana cha kufanya zaidi hapa. Yaani sana anachofanya ni kukuua. Lakini anasema muogope sasa yule ambaye ana uwezo wa kuua mtu na kumtupa katika jehanamu moto mkali. Na mimi ngoja niseme kidogo labda nifunge. Kwa sababu sehemu hiyo baki nitakuomba kila mtu asome. Labda nitaangalia point moja lakini nifanye kama tafakari ya nje kidogo ya maandiko. Mimi wanajiuliza kwa nini Mungu atakuja kuleta adhabu kali inaonekana haina huruma, si ndio? Wewe mtu amefanya dhambi labda dhambi 1000, huyu amefanya labda dhambi 500, lakini huyu dhambi 500 huyu dhambi 1000 akawa hajamwamini Yesu Kristo. Ameishi kwa kujitegemea. Anakuja kutupwa katika moto mwingi sana. Huyu mwenye dhambi 500 labda huyo hakumwamini Yesu Kristo, lakini anakuja kutupwa katika moto wa milele. Dhambi alizofanya zilikuwa ni chache, lakini amemkataa Yesu. Huyu ana dhambi hata 10,000. Ndio sababu Yesu akasema aliyesamehewa sana anapenda sana. Sawa. Sasa huyu anaweza kawa ana dhambi nyingi akasamehewa kwa kuliamini jina la Yesu Kristo, akaepuka ule moto wa milele. Sasa ujiulize hawa makosa aliyofanya hawa watu waliofanya makosa yanakaribiana ya binadamu. Wengine ni makali sana lakini yanakaribiana. Huyu ambaye atakuwa amefikia hatua ya kuhukumiwa atachomwa katika moto wa milele na milele afu mkali. Sehemu nyingine anasema itakuwa ni ziwa la moto. Au moto unaolipuka sana. Unajiuliza kwa nini adhabu ya Mungu inaonekana ni kali sana? Yaani hailingani kabisa na fikira ya mwanadamu. Sijui kuna mtu alishawahi kulifikiria hilo swali. Picha jibu linakuja kwamba ili kusudi Mungu awe Mungu, anasema ili kusudi Mungu aogopwe, ili kusudi yani Mungu awe Mungu asilinganishwe na kitu kingine, kwa sababu kama angekuwa ni kuua na shetani akaua wote wangekuwa wanalingana thamani. Ndio sababu Mungu akasema hapana. Huyu anaweza kaoa na shetani na watumishi wake. Lakini hiyo haitishi. Mbaya ni hii ya kwangu ambayo mtu anaweza atauawa. Mungu anaua. Mungu anaua. Mungu aliwaua watoto wa Haruni. Aliwaua watoto wa Eli. Mungu anaua, alimuua Sauli vile vile. Aliwaua watu wengi. Aliwaua wana wa Israeli waliokuwa wabishi. Aliwaua akina Kola kwenye Hesabu 16 waliokuwa wanataka kutafuta utukufu dhidi ya Musa wakati Mungu amemtuma Musa na Musa ameteseka sana wale wana wa Israeli. Mungu akasema pana nitafungua nchi yangu watadumbukia nchi itawamemeza. Mungu anaua. Lakini anasema hiyo haitoshi. Hii adhabu yangu inayofuata baada ya mauti ya mwili. Hiyo ndiyo yani hailinganishiki. Ili kusudi Mungu awe Mungu, na anasema sehemu nyingine anasema ili kusudi Mungu aogopwe. Mungu anasema lazima tumhofu Mungu kwa kweli. Lazima tuwe na tabia leo hii watu hawana hofu ya Mungu eti. Na hakuna mtu mbaya duniani asiyekuwa kama mtu asiyekuwa na hofu ya Mungu.
Mtu anaweza kama ameokoka akawa na nini lakini akikosa hofu ya Mungu ndiyo anaweza akashika kitoto kinalia kizuri ambacho kinatafutwa akakitupa kwenye choo. Kikameza mavi na uchafu. Kikafu. Au akakitupa nje kikaliwa na siafu na mbwa. Hiyo ni kukosa hofu ya Mungu. Mungu anasema sasa kwa sababu mimi nataka adhabu yangu initofautishe na vitu vingine vyovyote vile na wanadamu na nini, lazima adhabu yake itofautiane na iwe kali sana. Ndicho ninachoona na bado naenda kulitafakari hilo. Basi naweza kusema kwamba tuna na mambo yamebaki humu, lakini Mungu anatuambia kwamba tusiogope wanadamu. Na hata kama tungekuwa hatumuogopi mwanadamu kwa sababu tunamtumikia Mungu. Mwanadamu ana dhuluma, ana fujo. Hata kama hauko kwa Mungu, bado anaweza akawa muovu, akakufanyia kitu kibaya sio kwa sababu unamwamini Mungu. Wanadamu hata katika wabaya kwa wabaya wanaoneana kwa sababu hakuna haki. Lakini anasema sasa ninyi ambao mtakuwa mnaonewa kwa sababu yangu sasa. Hao ndio muhimu zaidi kwa sababu msiogope kwa sababu mimi ndio nawalinda, ndio nawatunza, ndiye ninajua. Sehemu nyingine anasema watakapowapeleka katika mabaraza msifikiri mtasema nini mimi nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Mungu anatutaka tuwe na imani, tuwe na matumaini, tumwamini Mungu. Ukiona umepungukiwa pia mwambie Mungu. Mungu hili swala ni la kwako, shughulika nalo. Tumtii, tumheshimu. Lakini somo la leo kwa ufupi limetukumbusha kwamba tuwe watu wenye kuitii sheria ya Mungu, tuwe watu wenye kuangalia mienendo ya kwenye neno la Mungu. Ametupa mfano wa Ibrahimu, lakini pia nimemwambia tusiogope watu, alafu tuwe macho, tuamke muda wote. Tuamke kiroho. Kusiwe kuna sehemu ya maandiko ya Biblia ambayo unagiza kabisa ujui Mungu anasema nini sehemu hiyo. Amina. Amen. Basi tumshukuru Mungu Baba wa mbinguni, tukushukuru kwa somo la leo. Isaya mlango wa 51. Baba tunaomba yote tulijifunza na wengine ambayo Baba labda yamepita hatukuweza kupata kuyatafakari. Tuomba Mungu wa mbinguni yakaendelee kwa baraka, yakaendelee kwa elimu kwetu, yakaendelee kutufungua macho kwa ajili ya kukujua na kutii na kukua katika kicho chako. Bariki wote waliojihudhurisha jioni ya leo na bariki na wote ambao Mungu atatufuatilia katika mtandao na sehemu nyingine ambayo Mungu somo hili litaweza kuwafikia. Waongoze na kuwatunza. Mfano ajabu ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini na kupokea. Amina. Amen.